Kwenye kundi hilo la watu 83 wamekamatwa pia watu ambao wanajihusisha kuvunja nyumba, kuiba, lakini wapo wengine kazi yao wameirasimisha ambao ni ya kijinai ya kununua mali za wizi. Simu zinaibwa kutoka pointi A zinakwenda kuuzwa kwenye pointi B, na baadhi ya vitu ambavyo vinataka kurasimishwa na baadhi ya watu kijinai pamoja na wale wanaonunua simu za wizi, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop, redio, na watuhumiwa hao wamekamatwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Mtanko Ebenieli maarufu kama Mchina. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limebaini pia hivi karibuni kuibuka kwa wimbi la wahalifu maarufu kama matapeli ambao wanajihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara mbalimbali za uongo, za madini, lakini biashara mbalimbali za kujifanya wanafanya biashara za kuuza magari, wanachukua pesa za watu na hawawapi magari, wanawadhulumu. Lakini pia wanajihusisha na biashara za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, kwamba wanauza viwanja sio vyao. Pia baadhi ya makundi haya matapeli wanajihusisha na ununuzi wa mazao ya korosho, wakati mwingine dengu kutoka mikoani, na kuchukua pesa za watu wa ndani au watu wa nje, na baadaye kuwadhulumu pesa hizo. Ipo pia kundi la matapeli ambao wanajihusisha na biashara ya kusafirisha mizigo. Hawana magari, wanachukua namba za magari za watu, wanaingia kwenye gereji na yadi za watu, wanajifanya ni zao, wanawaaminisha watu, wanachukua pesa na kuweza kudhulumu pesa hizo. Makosa haya ni ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa hawa. Wananchi mbalimbali kutoka mikoani, kutoka wilayani Newala, Kibondo, Kasulu, Mbinga wanalalamika kila sehemu. Watu wanajifanya wana yadi za magari, yadi za uongo, wanatapeli watu, wanajipatia pesa. Na makosa yote haya ambayo nimeyataja, tunatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa wote ambao wanajihusisha na makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu maarufu kama matapeli, huku wakiwaacha watu wanalalamika na kuhangaika maeneo mbalimbali. Hatukubaliani na vitendo hivi vya kihalifu, kuacha watu wanadhulumu alafu jioni wanakaa baa wanakula hela za watu, huku wananchi wakiwa wanalalamika wa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Tutafanya operesheni kali dhidi ya matapeli hawa mpaka tujue mwisho wao kisheria ni upi. Kwa sana wananchi ambao wamekuwa na ushirikiano mkubwa na jeshi hili na ambao wamekuwa ni visababishi vikubwa vya kuona kwamba jiji letu la Dar es Salaam linaendelea kuwa salama na wageni wanaingia na kufanya shughuli mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii bila kuwa na hofu yoyote. Wanaonyeshwa magari, wanatoa pesa zao, wengine wanatoa nusu, wengine wanatoa karibu na nusu, wakija kumalizia gari hawapati na pesa hawapati. Lakini baya na la kuudhi, inafikia kipindi matapeli au wahalifu hawa wanaambia gari lako halijaja kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine. Gari la kutoka China linahusiana vipi na vita ya Urusi na Ukraine? Mizigo mingine yote inakuja kasoro hilo gari. Ajibu ya kuudhi kabisa. Kontena la mizigo kutoka China ambalo wewe umejifanya ni agent wa kuclear mizigo, haliji, pesa umechukua, mizigo ya watu wengine inakuja, wenye mizigo wanapata, lakini ya kwako wewe agent unasema haifiki kwa sababu ya vita ya Urusi na Ukraine.
Ndio maana nimesema, au watu wanajifanya wanakuja kutafuta investment, wanawaingiza kwenye mikataba, wanajifanya wana machimbo, wanachukua pesa za watu, baadaye inabainika yale maeneo yenye madini wala sio yao, ambayo wamewapeleka na kuwasainisha mikataba pale. Baada ya muda hawapatikani hewani, ofisi wanazotumia zinafungwa. Haiwezekani, haiwezekani. Dar es Salaam ikachafuliwa na matapeli, afu wakawa wanazunguka kulia, wanatokea kushoto, wanasafiri, wanatembea wanavyotaka. Vyombo vyetu vya dola vipo vinaangalia. Kwa nimesema tunatangaza kiama cha kisheria. Tutawashughulikia vikali kwa mujibu wa sheria, kuona kwamba makosa haya hayatendeki, hayaendelei, na wanayotenda wanakuwa kwenye msukosuko na msuguano mkali wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kutumia mamlaka za kisheria kuona kwamba wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria.